Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Bodi ya ithibati ya waandishi wa habari JABU, kwa mujibu wa mamlaka iliyopewa chini ya Sheria ya Huduma za Habari sura 229 na huduma zake, imempa onyo kali mwandishi wa habari Bwana Kelvin Justin Raphael mwenye ithibati halali maarufu kwa jina la Zungu Mateju, kufuatia kukeuka maadili ya taaluma ya uandishi wa habari katika maudhui aliyoichapisha kuhusu tukio la ucheleweshaji wa ndege ya ATCL iliyotolewa tarehe 21 Februari 2026. Baada ya kumuita na kumpa fursa ya kusikilizwa kwa mujibu wa taratibu, bodi imejiridhisha pasipo shaka kuwa mwandishi huyo alitoa kauli zenye matusi, kejeli na lugha isiyo na staha, isiyozingatia mizani, kinyume na misingi ya maadili ya taaluma ya habari. Kauli hizo si tu zimekiuka misingi ya maadili ya uandishi wa habari, pia zimeathiri taswira ya taaluma ya habari na kuondoa heshima inayopaswa kuzingatiwa katika utoaji wa taarifa kwa umma. Mwandishi husika amekiri na ameomba radhi kwa makosa hayo. Hata hivyo, bodi imemtaka kuondoa mara moja maudhui hayo katika majukwaa yote aliyoyachapisha, kuacha mara moja tabia hiyo na kurejea katika misingi ya maadili, weledi na uwajibikaji wa taaluma yake. Aidha, bodi inamuonya kuwa endapo atarudia au kuendelea na vitendo vya aina hiyo, haitasita kuchukua hatua kali zaidi za kinidhamu, ikiwa ni pamoja na kumsimamisha au kufuta ithibati yake kwa mujibu wa kifungu cha sheria cha 14B cha Sheria ya Huduma ya Habari sura ya 229 toleo la 2023. Bodi inawakumbusha waandishi wa habari wote kuhusu kwa utoaji maoni na kujieleza hauondoi wajibu wa kuzingatia maadili ya taaluma ya habari, ukweli, uwiano na matumizi ya lugha yenye staha. Matumizi ya matusi, kejeli na lugha isiyofaa si tu yadhoofisha uandishi wa habari, bali pia inaharibu hadhi ya heshima ya taaluma ya habari nchini. Imetolewa na Kaimu Mkurugenzi Mkuu, Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari JABU, Patrick Pangula. Hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.